miongoni mwa nyumba za Allah. Yatluna kitaba Allahi wa tadarasunahu bainahum, wakawa ni wenye kusoma kitabu cha Allah na wakawa ni wenye kufundishana katika masala mazima ya dini na masala mbalimbali. Illa nazalat alaihim sakina, isipokuwa watu hao utulivu utokao kwa Allah jalla jalaluhu huwa ukiwateremkia. Illa nazalat alaihim sakinatu wa ghashiyatuhum arrahmatu, lakini jambo la pili, rehma ya Allah jalla fi'ala huwa inawafunika wale ambao waliokaa katika vikazi vya kheri. Wa hafathum almalaikatu, na malaika huwa wanapewa amri na Allah jalla fi'ala ya kwamba elekeeni sehemu fulani mkawafunike kwamba wazenu watu ambao waliokaa katika kikao cha kunitaja mimi. Lakini kubwa zaidi, wa dhakarahumullahu fi man indah, Allah jalla jalaluhu anawataja watu kwamba mtu fulani amekaa kwenye kikao fulani, mtu fulani anasikiliza neno langu, mtu fulani. Tumombe Allah jalla jalaluhu atujalie yote hayo tuwapate. Ndugu zangu Waislamu, haifichikani ya kwamba leo tuna tarehe 9 ya mwezi wa Muharram, mwezi mtukufu wa Muharram. Ni moja kati ya ile miezi minne, tena ni mwezi wa kwanza katika ile miezi minne ambayo ni mitukufu, ambayo Allah amezungumza ndani ya kitabu chake kwamba idadi ya miezi ambayo ipo ndani kwenye kitabu cha Allah ni miezi 12. Katika miezi 12 hiyo kuna miezi minne mitukufu. Akasema fala tadhlimu fihinna anfusakum, msijaribu kuzidhulumu nafsi zenu ndani ya miezi hiyo. Mwanadamu akapewa tahadhari ajichunge asidhulumu nafsi yake ndani ya miezi minne mitukufu ikihusishwa. Vile vile asidhulumu nafsi yake ndani ya miezi yote mingine iliyobakia. Fala tadhlimu fihinna anfusakum, msizidhulumu nafsi zenu. Allah jalla jalaluhu anatupatia tambihi na kutuzindua ya kwamba ishini katika mstari ulionyoka, ishini hali ya kuwa nyinyi mkitekeleza maamrisho ya Allah na mkikatazika na yale makatazo yake, kwani mkifanya hivyo ndio mtakuwa mmefaulu. Na yote ambaye atakayekuwa ni mwenye kumwasi Allah jalla jalaluhu ndani ya miezi minne mitukufu hii, fa inna dhunubahu a'zam, madhambi yake yanakuwa ni maradufu vile vile. Kama jinsi ambavyo wewe ukifanya kheri ndani ya mwezi huu mtukufu wa Muharram na miezi mingine mitatu iliyobakia mitukufu, matendo yako ya kheri yanakuwa ni zaidi na zaidi. Kwa Muislamu inampasa aishi ni mwenye kuchukua tahadhari mara kwa mara, hususan Allah jalla jalaluhu ametufichia sisi umri wetu. Hakuna hata mmoja anayefahamu kwamba yataishi miaka mingapi. Hakuna hata mmoja kati yetu sisi anayetambua kwamba siku ya kesho ataifikia. Ikiwa wewe unaishi katika mazingira hayo, hautambui hatima yako itakuwa ni lini, basi uishi kwa tahadhari, hasa ndani ya miezi hii minne mitukufu. Waislamu, ndani ya miezi hii minne mitukufu makundi ya watu yamegawanyika.
Kuna ambao wanatumia mwezi huu wa Muharram ambao tuko nao, mwezi wa kwanza wa Kiislamu. Kuna ambao wanatumia mwezi huu wakimshukuru Allah jalla jalaluhu kwa kufunga, kwa sababu lilipatikana tukio ndani ya mwezi huu mtukufu wa Muharram, tena tarehe ya 10 ambayo ni siku ya kesho. Allah subhanahu wa ta'ala alimuokoa nabii wake Nabiullah Musa alayhi salam kutokamana na vitimbi vya Firaun. Basi Musa alayhi salam baada ya kuokolewa kunako adhabu ya Firauni alifunga siku moja kumshukuru Allah jalla jalaluhu. Wale Mayahudi waliokuwa wafuasi wa Nabiullah Musa alayhi salam, ile sunna ya nabii wa Allah wakaiendeleza. Mtume wa Allah anapewa maamrisho na Allah kutoka katika mji wa Makka elekea Madina. Anafika ndani ya mji wa Madina, anakuta watu wa Madina wanafunga, Mayahudi. Akawauliza, "Je, kwa nini mwaifunga hii siku?" Akasema, "Ni siku ambayo najallahu nabiyahu Musa alayhi salam, ni siku ambayo Allah alimwokoa nabii wake Musa kunako vitimbi vya Firaun." Mtume wa Allah akasema, "Nahnu aula bi Musa minkum." Akasema, sisi Waislamu tuna haki zaidi na sisi ndio bora zaidi kutekeleza hii sunna ambayo alikuwa nayo Nabiullah Musa kuliko nyinyi Mayahudi. Kwa Mtume wa Allah akawasunishia Waislamu waifunge. Katika Uislamu hakuna muafaka katika matendo kati ya Muislamu na asiyokuwa ni Muislamu. Mayahudi sio Waislamu. Mayahudi wao wanafunga ni siku moja, tarehe 10. Mtume wa Allah alipotoa mafundisho ya kwamba Waislamu vile vile wafunge, kwani sisi Waislamu ndio tuna haki zaidi ya kumtetea Nabiullah Musa, aliwaamrisha mara ya kwanza wafunge siku moja, lakini akazungumza, ikiwa mimi nitafika makani nitafunga tarehe 9 na tarehe 10. Lengo ni nini? Ni ili akhalifiane na wale ambao ni Mayahudi. Lakini kwa kadari za Allah jalla jalaluhu hakuweza kufika hiyo. Yule ambaye alipata wepesi, basi afunge siku leo na kesho yake. Ambaye kashindwa kufunga kesho na kesho. Lengo ni nini? Kusipatikane usawa kati ya Muislamu na asiyokuwa Muislamu. Hilo kundi hilo la kumshukuru Allah ni kundi la Waislamu, ni kundi la wale ambao wanaofuata sheria, maamrisho ya Allah. Kuna kundi lingine sasa ambalo limejalia ndani ya mwezi huu mtukufu wa Muharram, wanadhihirisha huzuni zao, wanadhihirisha matusi kwa vipenzi wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kuwaona kwamba hawakufanya lolote katika hii dini. Wanafahamika ya Mashia, ambao sielewi katika mazingira yenu kuna Mashia hapo. Wako karibu, wako mbali. Ana bahati, ingebidi wao karibu. Kwa wanakimbia wakakuko. Hawa watu wamekuja na sura, ukiwatazama kama ni Waislamu, kwani wanavaa kanzu kama sisi, wanavaa kofia, wanavaa majilemba yale, anakutana anajitasbihi refu kweli kweli. Sasa mashaallah, Muislamu anatudhihirishia Uislamu wake, lakini hali ya kuwa ndani ya moyo wake anaficha ukafiri wake alikuwa nao. Anadhihirisha Uislamu ili uwe naye, uungane naye, lakini kumbe ana la kwake ndani ya moyo wake. Wewe kama ni mtu wa kawaida,
huwezi ukamtambua mshia hata siku moja, kwani mwanzo anafikiana na wewe ambacho ulichonacho, kwa sababu anafahamu wewe umekuwa mpaka unafikia umri wa utu uzima. Umesikia katika hutuba zetu za Ijumaa kila siku maimamu wanapowatamka masahaba, akitajwa Abubakar, akitajwa Umar, Abu Huraira na mfano wao, wanasema radhiyallahu anhu, kwamba Allah amemridhia sahaba huyo aliyetamkwa. Lakini yeye anakuambia mtu fulani au sahaba fulani la'natullahi alayhi, laana ya Allah ifikie, anamlani. Anachokifanya anashindwa kuja kuwateki moja kwa moja na kuambia kwamba Abubakar kalaniwa, kwa sababu hautomkubalia, kwani una malezi yatoka utotoni, umefundishwa na umehifadhishwa kwamba akitajwa Abubakar useme radhiallahu anhu. Kwa hiyo misikiti yetu ya wazee zamani mpaka leo hii hilo swala wanalo, wakiwa wanamalizia hutuba wanasema Abubakar Siddiq radhiallahu, maamuma kule wanasema radhiallahu anhu, akitajwa Umar, akitajwa Uthman, akitajwa Ali, maamuma wanasema radhiallahu anhu. Sasa hilo jambo tumelizoea hivyo. Hasa leo hii aje mtu haraka haraka kwambie eti Abubakari la'natullahi alayhi, hutomwelewa. Sasa nataka fanya nini? Anataka aendane na wewe kama jinsi ambavyo unataka wewe, lakini wakati huo anafanya jitihada na kampeni za kuweza kukutoa katika mstari. Anakutoa katika mstari vipi? Anatumia ushawishi wa kimali, kwa sababu kiuhalisia ushawishi wa kimaneno ni ngumu. Ni sawasawa wewe mtu akufuate wewe, Uislamu sio dini, hutomwelewa hata siku moja, hutomwelewa. Sasa ushawishi wao ni baada ya kututazama sisi, wakatukuta asilimia yetu kubwa ni masikini, ni mahohehahe, hatuna uwezo, tunahitajia zaidi. Tumelitanguliza tumbo mbele. Wakafahamu hilo, wakajua hii ni kasoro na lazima tupitie hapo hapo. Wakawa watuletea misaada, hakuletea michele, ngano. Mwezi mtukufu wa Ramadhani wanakusaidia kweli kweli. Asili ya mioyo hii tulionayo huwa inavutika na kuwa laini na kushindwa kujitetea kwa yule ambaye anayefanyia kheri. Wewe siku ya kwanza anakupatia kiroba cha kilo 25 cha mchele au cha ngano au cha sukari, siku nyingine anakupatia kitu fulani. Hata kama ukiona mtu huyo aliyekuwa anakusaidia anafanya jambo la maajabu, hutaweza kumzungumza, kwa sababu unakumbuka ile hisani ambayo alikuwa anakufanyia, unamfichia siri. Hiyo misaada wachukua wapi? Wanakuambia njoo kwenye msikiti wetu. Mimi si msikiti, mimi naita hekalu. Njoo kwenye hekalu letu huku tupate nini? Misaada. Unakwenda pale, unapewa msaada, kisha unaambiwa ukija kusalia hapa ukitoka unapewa 10,000. Kwa kuwa matumbo yetu sisi yametanguliza kula, njaa ziko mbele, lakini imani tumeiacha nyuma yetu. Mtu anakwenda anakusaidia siku ya kwanza, siku ya pili, siku ya tatu, anakuambia haya, anaanza kupingiza itikadi yake. Utashindwa kujinasua kwa sababu ameshakutengenezea mazingira usitoke. Haya majitu mimi naita majitu. Haya majitu haya, unapofika mwezi mtukufu wa Muharram huu tulionao, hasa siku ya kesho, wanadhihirisha eti machungu ya kuliwa mjukuu wa mtume wa Allah sallallahu alayhi wasallam, Hussein ibn Ali. Hussein ibn Ali ni kweli aliuliwa na nani? Ni wao wenyewe
watu wasije huku hivi na hivi. Mashia ndio wao waliomuua mwenyewe. Sasa wanadhihirisha huzuni kwa kumlilia mjukuu wa mtume wa Allah jalla jalaluhu. Eti kosa nini? Eti kwamba aliuliwa kwa dhulma. Haya, sawa, tukuuliza, Ali radhiallahu anhu, baba wa mtoto, na Yesu aliuliwa? Sasa alichomwa na kisu, huyo ndio ikawa sababu yake ya kufa. Mbona baba hamumlilii kama mnavyomlilia nani? Mwana. Je, mtoto ni bora zaidi ya baba? Inawezekana kweli mtoto akawa ni bora zaidi ya baba, lakini sio kwa hasa kwa Husaini, kwa baba yake. Mbona mnamlilia Husaini, lakini Ali ambaye ni baba yake, ambaye vile vile aliuliwa kifo ambacho kinatufanana na mwanaye, hamumlilii? Shida nini? Kija kuona kwa jicho la pili au la tatu, ndio nagundua wanalia vile kwa sababu wao walimwaminisha Husaini aende kwao, lakini baadaye wakamgeuka. Maneno ya Ahlul Baiti Rasulillah, maneno ya familia ya Husaini iliwashutumu kwa maneno mazito, wakawa wanalia. Sasa ili tuonekane na sisi tuko pamoja nao, basi tuweke fikra ya kwamba sisi tunawatetea wao, wakati sio kweli, sio uhalisia. Hili pote hili liko mitaani kwetu, linaingiza sumu kidogo kidogo. Hapa mjini wanaweza wakashindwa, lakini wao huwa hawapambani na watu wa mjini, wanapambana na huko tulikotokea vijijini. Wanakwenda kuchukua dogo zetu, wanakwenda kuchukua dada zetu, wanakwenda kuwadanganya wazazi wetu wasiojua Uislamu au wasiojua hili pote, hili kundi la kishia liko vipi. Wakati mwingine mzazi anaweza kuwa mwanae amefaulu form 4, yatakikana aende form 5 na form 6 au aende chuo, lakini hana uwezo wa kumsomesha mwanae. Wanakwambia mlete kwetu sisi tutamsomesha bure, tutamhudumia kila kitu. Mzazi kwa kuwa haelewi maskini ya Mungu anawakabidhi. Kumbe mtoto huyu anakwenda kumezeshwa itikadi za kikafiri, itikadi za kishia. Mtoto atashindwa kujinasua kwa sababu anakumbuka ihsani. Na tena nafsi zetu jinsi zilivyo, siku zote zimepambiwa kumheshimu na kumpenda yule ambaye anayefanyia uzuri. Yule ambaye anayekufanyia wema ndiyo wewe utakayempenda. Kwa kinyume chake, yule ambaye anayekufanyia mabaya wewe hautompenda. Ulikuwa na future ya kutaka kuendelea katika masomo yako, lakini uwezo hauna. Hajitokeza mtu fulani anakudhamini. Mtu huyo utamheshimu zaidi ya kila kitu. Hautafikiria kwamba yeye ana malengo gani, kwa sababu wewe una shida. Kwa shida zetu zinapelekea tunakwenda kinyume na mstari. Ile kundi la Mashia ni kundi hatari sana, kwani wanawake zao wanajifananisha kama jinsi ambavyo mlivyo, hivyo stara zao jinsi mlivyo. Wanaume wao wanajifananisha na sisi kama jinsi tulivyo. Kwa hiyo kumgundua haraka haraka unashindwa. Mashaallah, huyu ni ahli sunna wal jamaa, kabobea kwenye sunna, kumbe kabobea kwenye shia. Kumtambua ni vipi? Inatulazimu tusome. Muislamu yatakana awe yuko katika moja katika makundi matatu. Muislamu yatakana awe moja kati ya makundi haya matatu. Awe ni mwanafunzi. Mwanafunzi yupi? Anashika kitabu, anakwenda mbele ya mwalimu kusoma. Uwe ni mwanafunzi wa namna hiyo. Uwe ni mwanafunzi unaikaa chini ya mwalimu unasoma. Jambo la kwanza hilo. Na jambo la pili, ukitokuwa mwanafunzi, usipokuwa na uwezo kwenda ukaa chini mbele ya mwalimu kusoma,
basi uwe basi ni msikilizaji. Sikiliza yale ambayo yanayozungumzwa na mashekhe, kuwa msikilizaji. Jambo la pili hilo. Na jambo la tatu, kama huwezi kukaa chini ya mwalimu kasoma, huwezi kuwa ni msikilizaji, basi kuwa muulizaji. Wala takun rabia, na wala usiwe mtu wa nne. Narudia tena, Muislamu yatakikana awe ni mmoja kati ya makundi matatu. Awe ni msomaji, maanake akae chini ya mwalimu asome kama nyinyi hapo. Ikiwa hilo jambo huliwezi, basi uwe ni msikilizaji wa yale yanayozungumzwa na mashekhe, yasikilize na uyazingatie vile vile. Sababu kuna wengine kutokana na shughuli zao walizokuwa nazo hawana uwezo kukaa hapa darasani muda huu wakasoma. Kama uwezo huo hauna, basi jaribu kuvuta muda wako na kutenga muda wako kusikiliza yale ambayo yanayozungumzwa msikitini, kuyasikiliza yale ambayo wanayozungumza mashekhe. Mtu wa pili huyo. Mtu wa tatu, wewe kusoma huwezi mbele ya mwalimu, kusikiliza huna huo muda vile vile, basi kuwa ni muulizaji. Uliza. Wala takun rabi'an, na wala usiwe mtu wa nne. Mtu wa nne ni yupi? Ni yule ambaye hasomi wala hasikilizi na wala haulizi. Wala takun rabi'an, usiwe ni mtu wa nne. Ukiwa una moja kati hizi nukta tatu hizi, ukienda kumuuliza shekhe kuhusiana na mashia, atakwambia jinsi ambavyo alivyo. Mashia hawafanyi. Ulishamaliza. Kama wewe ni msomaji, utakaa mbele ya Sheikh Ismaili, hapo atakufundisha mashia kwa hivi na hivi na hivi, utafundishwa. Kama ni msikilizaji, utamsikia Sheikh Ismaili akitoa kalima, akitoa mihadhara, akitoa durus, akitoa khutba mbalimbali kunako haya mapote au mashekhe mbalimbali wanaokuja kuzungumza masala hayo, utapata elimu. Lakini kama wewe hautakuwa katika moja kati ya makundi matatu, wewe unakuwa mpata hasara kweli kweli. Tumombe Allah atuhifadhi. Nukta mwisho nataka nimalizie, ndugu zangu ni Waislamu, kila yeyote unayemwona hapa duniani anataka kufaulu mbele ya Allah. Yaani hakuna ambaye yuko duniani hapa ambaye anaamini pepo ipo na anaamini moto upo, ukamwambia wewe unataka ukifo uende wapi, akakwambia motoni. Hakuna hata mmoja. Anakwambia ni swali gani hilo waliuliza wewe? Kwani wewe haujui mimi nataka ndio wapi? Kwa sababu adhabu hakuna ambaye anaipenda. Atakwambia mimi nataka nikifa niende wapi? Peponi. Sasa hiyo pepo ya Allah huwa haipatikani lele mama, tunasema Swahili, haipatikani kiholela. Pepo huwa ina maandalizi yake, na kwa bahati nzuri sasa Allah jalla jalaluhu kwa huruma yake kwa wanadamu amejalia njia nyingi sana za mtu kuweza kuingiza katika pepo yake. Njia nyingi sana. Mwezi mtukufu wa Dhulhijja kuna funga ya Arafa imepita hiyo. Mtume anasemaje? Inni ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablaha was-sanata allati ba'daha. Atakayefunga siku ya Arafa, mimi namtarajia kwa Allah atamsamehe madhambi yaliyopita na madhambi yatakayokuja. Mwaka ulioisha Allah anamsamehe madhambi yake na madhambi vile vile yatakayokuja mwaka mwingine. Wewe kama funga yako ili kubalika, maana yake mpaka sasa hivi wewe unaishi kwenye ofa hiyo. Hakuishia hapo, kwa sababu Allah anajua
sisi wanadamu ametuumbia nafsi ambazo za kosea. Akaongeza mwezi mwingine hapo wa Muharram, atakayefunga siku moja, siku ya kesho hiyo mwezi wa Muharram, Mtume anasema mimi natarajia kwamba Allah atamsamehe mwaka ambao ushapita. Mwaka uliopita Allah anakusamehe. Yote ni nini? Ni kwa sababu Allah anachokitaka ni wanadamu waingie katika pepo yake. Sasa kwa kuwa sisi tunataka hizo kheri, basi hizi fursa ndogo ndogo zinazojitokeza Waislamu tuzichangamkie, kwani kuna kipindi utakuwa unatamani uzifanye au uzitende hizo fursa ambazo Allah amezitoa, lakini hutakuwa na uwezo. Ukose uwezo wa kutekeleza, lakini wewe ulikuwa na utaratibu wa kwamba mwezi fulani wa kheri unapotokea mimi nilikuwa nikatekeleza. Ukiwa katika hali hiyo, basi mtu wa namna hiyo anaandikiwa vile vile. Mimi nina maradhi, mwezi wa Muharram ukafika, sikufunga, lakini utaratibu wangu mimi mwezi wa Muharram ulikuwa kifika tu mimi nafunga ile siku ya 10, basi Allah vile vile anakuandikia thawabu, wewe unasamehewa. Kwani Mtume anasema yule ambaye alikuwa akifanya matendo ya kheri akasafiri au akapata na maradhi, kutiba mithluhu ma kana ya'maluhu muqiman sahihan, au kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, anaandikiwa sawasawa na kile ambacho alichokuwa akifanya hali ya kuwa ni mzima na anapokuwa msafiri. Umesafiri, siku ya kesho nafika, wewe uko safarini, ukashindwa kufunga siku ya Muharram, ukashindwa kuifunga. Ulikuwa na utaratibu wa kufunga, waandikiwa. Ukaweka nia ya kufunga, lakini sababu za kisheria zimejitokeza, unaandikiwa. Waislamu, nakuombeni ndugu zangu, mama zangu, dada zangu na ndugu zangu, siku ya kesho kama tuna dharura za kisheria, pambane tuifunge. Allah tujalie tuweke nia kufunga, hata kama tusipofunga ile Allah tulipe. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.